Guys, sometimes nasikianga nimekasirika sana. So there is this woman from Kiambu, from Wangige, anaitwa Wamak or Mama Mak. So huyu mwanamke ako na daycare. Daycare, that means anachunga watoto, as in wewe ukiwa na mtoto wako pale unamchukua unampeleka, anashinda na yeye the whole day akimwangalia. So this woman nilikuwa nimeongea story zake tu hapa guys, but I have to talk about this again. So huyu mwanamke huyu wa Mark akipelekewa watoto pale kwake, anachukua hao watoto na ni watoto wadogo, such that hizo video ama video zenye zinapatikana au watoto wakiangaliwa, they are below 7 and 2 years. They are 2 years to 7 years. Iyo age wako hapo. Hao watoto wakipelekwa pale kwa ile daycare ya wa Mark, anachukua watoto vizuri. Wazazi wanafikiria okay, tumeacha watoto wetu kwa mama, kozu mama anaonekana she's about 40 to 50 years. Ni mtu mwenye anaonekana ni mature enough, mtu mwenye anaweza angalia watoto. But guys, mama huwa anaachwa na wale watoto, anawashikanisha watoto wawili, watoto wa kijana na msichana. Iyo age unasikia hapo, that age. Anawatoa nguo, anawaekelea kwa kitanda, anawaambia wafanye, yani guys, hata sijui nitaitamka aje. Sijui nitaitamka aje cause nikisema kukulana haitakaa vizuri. Nikisema wafanye sex haitakaa vizuri. But that is it. Hao watoto anawarecord vizuri sana, anawachukua video, very clear and very smart video. Watoto wakifanya hiyo kitendo, watoto very innocent, watoto hakuna kitu wanajua, yeye ndio anawafunza. Na wamepelekewa watoto awaangalie. Guys, yani sijui hiyo niite nini. But yani kitu yenye imenistua na kitu yenye imenifanya ni feel uchungu ni ati mwanamke alipatikana, hizo picha zilipatikana kwa simu yake, but akienda kwa koti, alienda akasimama pale na akakanusha, akasema hakuna kitu kama hiyo. Ilhari picha zipo. Guys, I think even hizi court sometimes wanafaa wakuange na buduki pale. Mtu kama huu kwanza anachapwa buduki ya matako tua ya makario. Yani anaongea kama akona hiyo uchungu. Cause guys, how can someone akanusha aseme hapana hakufanya kitendo kama hiyo ama hakuna kitu kama hiyo? Nani alikuwa na record? Na simu ni yake. Na wao watoto ni watoto wenye wazazi wao wanaangalia, wanasema yes, huyu ni mtoto wangu. Nilimleta hapa. Nimekuwa nikimleta hapa. Na sasa ni huyu mtoto wangu anaonekana hapa. Kwa hizi video chafu guys, video chafu. Video za gono, watoto wana guy. Yani una imagine mtoto wa 7 years na 2 years. Watoto wa watu. Kweli dunia haina huruma. For sure dunia haina huruma. Guys, and mimi nimeangalia hiyo comment section and I feel like watu wanataka mama akipewa tu hivi umati, akipatiwa tu hivi wa Kenya nakwambia wanamuua asubuhi kweupe. Morning watamuua mama. Nakwambia Wakenya watamuua cause guys ni uchungu. Hebu kwanza nimtafute. Acha nitafute huyu mwanamke. Tuone comment za watu cause guys it's so sad. It's so sad. Wamaki daycare Wangige. Na hiyo daycare iko pale kwa soko tu. Hapo kwa soko. Mahali kuna watu wengi. So acheni tuone maoni za watu. So kuna mmoja hapa anasema
she's likely to win the case. Why? Cause video hazikutolewa. Hii ni Kenya. No, hakuna kitu kama hiyo. Umbwa yeye, that's why mimi na daycare is a no. Kuna mwingine hapa anasema translate in English. Haikosi alikuwa anauzia wazungu. Yeah, that is it. Si ati haikosi. That is it. Alikuwa anaziuza kwa wazungu na tena anaziuza pesa poa. Guys, ndio nasema huyu mwanamke anafaa aachiliwe, watu apigwe mawe mpaka akufe. Guys, it's so painful. Kwa acheni niwaambie the trauma in that kid. Saizi huyo mtoto amelani nini? Amesoma nini watoto wa watu? We umemtrust, umempelekea watoto wako. Only to do such things to watoto wa watu. Wapi video pia mimi nione? Video hatuwezi post hapa guys. Even me, I can't post them here in YouTube because of guidelines za YouTube. Hawaruhusi picha kama hizo hapa. Hakuna mahali utawaienda upate picha kama hiyo kwa YouTube. Huwezi zipata hapa. Ya labda uko Telegram. Kuna mmoja hapa anasema Wakikuyu, shame on you. Mimi ni Mkikuyu na siwezi fanya mambo kama hiyo. Shame on you. Useme Wakikuyu ati kuanza kublame hapa Wakikuyu. Si kusema ati kitu ikihappen una blame tu Wakikuyu. It's very wrong. Kila kitu ya ukweli ikuje na video. Video zipo. Hata huo mama mwanamke jana amefikishwa kotini. Huyu anafaa kuwa amechomwa. Oi, Mungu aturidie watoto. Anafaa kuwa amechomwa kabisa. Kwani ni watoi wakubwa? Hapana, watoto wa daycare. In court wamesema au watoto wakiangalia kwa hizo video, they are 8 years and below. 7 years and below. Mtwe wake anauliza ama kichwa yake ni mzuri. Watoto wa daycare is most huyo 5 and below. Amesema tumeambiwa ni 7 years and below. Ogopa watu wa kujificha na jina la Mungu. Huyu maybe amejificha na jina la Mungu guys. Amejificha tu na jina la Mungu hapo. Guys, it's so sad. It's so sad. Haya. Hata hatujamaliza na ya Bruce. Imagine hata hatujamaliza na ile mambo ya Bruce ya kufirwa mkundu. Hatujamaliza. It's a very very sad case. Sasa ndio hii sasa ya Wamark. Lakini huyu Wamark huyu ni mtu mwenye anafaa apigwe mawe. Ndio maana nilisema nalea watoto wangu mwenyewe mpaka ajoin shule. Sure. Mimi usikia vitu wengine watu wanafanya, nasema kube mimi huwa sifanyi dhambi. Guys, hiyo ni dhambi kubwa. It's very very wrong. How does a mother get to that point? Could she have been doing that to her kids? Inawezekana alifanya watoi nini? I'm floating. Huyu naye hajui, ana float tu. Mtu anitumie hiyo video please. I hope life was easy for everyone mom. At least mtu alee mtoto wake. Anajiita nani huku TikTok? Anajiita Wamark. Anajiita Wamark. Watu wanafaa waandamane, wamtoe hiyo police station, achomwe. Tuzoe kupeleka watoto daycare ziko ndani ya shule. Sure. Shaban. Guys, I'm sorry I was interrupted, but huyu Wamark huyu anafaa afanywe kitu mbaya sana. Afinywe mpaka asiwahi. Yaani huyu ni mtu mwenye anafaa, she should rot in jail. Heli niwache na maadhe ushago kuliko kumpeleka daycare. Unaongea pole lakini nitavumilia. Namwambia mwenye alikuwa amepost hapo okay, nilisikia most people wenye hufanya daycare wanakuanga predictors. They need to be dealt with. Yani vituko zingine zina happen until you wonder what is life. Guy. Imagine watoto. Yani mpaka watoto. Kai, kwani hii hata kama ni pesa for sure and for real. Sasa ili hizo pesa zikae.
Mtoto wa mtu unamchukua unamfanyia kitu kama hiyo. So Jesus Christ. Anasema huyo umbwa anakaa too wicked. Muangalia hata macho. Anasema anakaa wicked huo wa Mark. Huyo angewachiliwa hata sielewi hiyo. Huyo anasema nini? Mlima inapasuka. Oh yeah. But even as a parent we have failed, kwani jioni watoto haongei na wao. Guys, sometimes kunini mambo zingine si rahisi, si ati uongei na watoto, but kitu ingine guys, kama kitu kama ile we mwenyewe hata huwezi fikiria, hata kama maybe mtaongea vitu kama zile, huwezi hata ufikiria uulize mtoto wako. It's not easy ufikirie kumuuliza, cause mtu mwenye umemwachia huyo mtoto ni mtu mwenye una trust, ni mama. And then hata huwezi kuja in conclusion ufikiria ati daycare, kitu kama hiyo inaweza happen kwa daycare. These children are so innocent. Ni watoto wadogo, hata si tuseme ati ni class 5 ama 6. Hawa ni watoto. Niambie huo mtoto penis yake inakaaje? Ako penis kako kwa mtoto kadogo ka 2 years. I don't want even to think about it. You know, inachosha akili guys. Acheni niachie hii video hapa. Nawapenda sana and see you in the next video. Much love. Bye.